Kwaresma na Ramadhani vyote viko pamoja, kwa hiyo wanaofunga huko wote tuko pamoja. Nataka tuzungumze michezo kuhusiana na sakata ambalo limeibuka siku mbili hizi, Simba Sports Club kugomewa kutofanya mazoezi katika dimba la Benjamin Mkapa kwa madai amesema amezuiliwa kutofanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, na Simba Sports Club akaandika barua hatopeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa, na imetokea kweli. Hapo bodi ya ligi amekuja kuandika barua, amesema mechi imehairishwa. Tuzungumze hapo kwanza. Hapo kiangalia hili swala liko katika nafasi zote tatu. Kiangalia kwa mujibu wa tunachokisikia sasa, bado unaoingiza Yanga kwenye makosa kwa maana ya Mbausa, Simba kwenye makosa kwa maana ya kugomea mchezo, alafu bodi ya ligi kwa maana ya kusema mchezo upo afu haupo. Kwa wote kwa mujibu wa tunachokisikia, wote utaingiza kwenye makosa katika mazingira kama hayo hapo. Sababu kiangalia bodi ya ligi imeamua kuwa favor Simba, lakini kutokuangalia kwenye sekta nyingine. Kwa mfano, kuna watu wenye haki za matangazo kama Azam TV ambao walifanya promo karibia mwezi mzima kuipromo hii mechi, wameweka gharama zao. Kuna biashara, kuna watu wamesafiri kutoka mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali kuja kuangalia game. Kwa hiyo hizi hasara zote hazijaangaliwa, isipokuwa kaangaliwa Simba tu, umeelewa, kwamba yeye kwa sababu kapeleka malalamiko basi hukumu ikatoka. Kwa hiyo kiukweli haijakaa vizuri. Kuanzia hapa, Simba Sports Club alikuwa sahihi kugomea mchezo Amara? Anaweza akawa sahihi, lakini kwa kipengele gani? Kwa mfano, ingekuwa Simba amezuiliwa kufanya mazoezi Misri na anacheza labda na Al Masry, angeweza kufanya hicho anachokifanya? Inaweza ikawa kweli ni haki yake, lakini haki unaipata hapo, kwa sababu ukiangalia article ya Simba wanasema kwamba aliyowazuia ni meneja wa uwanja, lakini akishirikiana na Bausa wa Yanga ambao kwa mujibu wa taarifa iliyotoka bodi ya ligi kwamba wanafahamika kwa maana ya sura. Sasa tunajiuliza, madai ya Simba ni dhidi ya hawa Bausa wa Yanga au dhidi ya meneja wa uwanja wa taifa? Umeelewa? Sasa kinachoonekana hivi vitu kama vilipangwa tu mapema kwamba hii mechi wasiicheze. Umeelewa? Kwa sababu haya, umefika na basi mpaka eneo la tukio, meneja amekuzuia kufanya mazoezi. Umeelewa? Hawa mabouncer wanaingiaje hapo? Yaani mabouncer nao wameingiaje? Kwa hiyo meneja na mabouncer kwa mujibu wa taarifa ya Simba wameshirikiana kuondoa Simba uwanjani. Umeelewa? Sasa Simba kinachoshangaza mimi, wamepeleka malalamiko yao kwenye bodi ya ligi kwamba wamezuiliwa. Kwa hiyo kabla ya hukumu haijatoka, umeelewa, tayari katika ile barua wametoa na maagizo kwamba inatakiwa hawa waliowazuia wapewe adhabu. Yaani wamepeleka barua na hukumu wameitengeneza wao, wakati taratibu na kanuni zinaeleza unapokuwa umezuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja husika kuna adhabu ipo. Lakini Simba wanashinikiza kwamba adhabu itolewe wakati adhabu ipo. Kwa nini ushinikize adhabu? Peleka malalamiko yako, isikilize bodi ya ligi itatoa majibu gani. Lakini wanaposema si hatuchezi mchezo, maana yake tayari Simba walikuwa na majibu yao. Sijui kama unanielewa vizuri. Wewe si ushapeleka yaani malalamiko yako mahakamani, unaisubiri mahakama itoe hukumu, lakini wewe unaelekeza mahakama itoe hukumu kwa misingi unayotaka wewe, kwamba sisi hatuchezi mpaka utoe hukumu. Hiko kitu mimi sidhani kama kimekaa sawa. Umeelewa? Kingine, kwa bodi ya ligi wameleta usumbufu. Kwa sababu gani? Asubuhi wanasema kwamba mechi ipo kama ilivyopangwa na watu waende uwanjani na tiketi, yani waliokata tiketi waendelee na kuingia uwanjani. Baada ya masaa matatu manne wanakuja kutoa taarifa kwamba mechi imeahirishwa. Kwa vipengele vipi? Yani hii kesi wameihukumu vipi? Yani kwa nini walikuwa wanaangalia upande mmoja? Yani kwa nini wameangalia tu wateja wao Simba bila kuangalia Yanga, kuangalia manake mashabiki na kuangalia hao wenye haki ya matangazo? Yani kwa nini wamehukumu kesi kwa kuangalia eneo moja tu? Nani alaumiwe? Nabii Meja kwenye ile sakata la Simba Sports Club kugomea katika kuingiza timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Wakati huo Young Africans amepeleka timu na ameamua kufanya mazoezi na ameondoka Benjamin Mkapa. Mimi la Yanga kupeleka timu siwezi kusema kama ni lawama, lakini kinachoonekana ni kwamba taarifa kutoka bodi ya ligi ilikuwa haijitoshelezi na imeonekana kama ni mambo ya kukomoana tu. Umeelewa? Kwa sababu sababu za msingi, kosa alilolifanya waliofanya Suma Bouncer wa Yanga ni kwamba wamewazuia Simba wasifanye mazoezi. Kuna adhabu itakiwa itoke hapa kabla ya kuruhusu mchezo ubatilishwe.
Yani bodi ya ligi ingetoa adhabu kwa hao mabouncer sio hao watu wa Yanga walioenda pale. Huu kubadilishwa mechi kusige kuwepo. Na hiki chote ni kwa sababu ya mpira wetu namna ambavyo ulivyo. Umeelewa? Umeona hata nyinyi waandishi wa habari. Taarifa mnazozipenda nyinyi za Simba na Yanga. Umeelewa? Sisi mashabiki tunapenda taarifa ya Simba na Yanga. Na ndio maana sijawahi kuona hata nyinyi wanahabari mkilalamika kwa nini Simba na Yanga zinacheza saa 8. Umeelewa? Hii inaitwa double standard. Sasa tulipofikia huku tumetoka mbali. Yaani kile unachokiona kimetokea juzi kwamba tumekitengeneza muda mrefu sana na ndio maana kimetokea. Na baadaye tukiendelea kulealea haya mambo yatatokea makubwa zaidi ya yalotokea. Kwa sababu hakuna msingi wowote. Watu wanataka waangalie mpira, watu wametoa gharama zao, wametoka mbali wanataka waangalie mpira. Kwa sababu ya interest za watu. Uje bodi ya ligi kuna Simba pale, kuna Yanga. Umeelewa? Kwa hiyo waliokuwa wengi tu wanaweza wakatoa maamuzi wanavyotaka. Kiukweli hiki kitu kimetufezesha mno, na kama kweli sisi tuko nafasi ya 5 au ya 6 kwenye ligi, hiki kitu sidhani kama kimekaa vizuri. Unaonewa mashabiki wa Young Africans Simba kutoleta timu. Sijakuelewa. Unaonewa mashabiki wa Young Africans Simba kutoleta timu. Si swala la kuonewa. Yaani walioumia ni wale mashabiki ambao walitoka mbali wakafika mpaka uwanjani, umeelewa? Alafu akakuta mchezo hakuna. Si kwamba eti swala la Simba na Yanga. Nimesemaje, bodi ya ligi imewajali Simba tu. Yaani haikuangalia nyanja nyingine. Haikuangalia hawa mashabiki, hawakuangalia haki za mpira kwa maana ya Azam TV, umeelewa? Hawakuangalia hiko. Walichoangalia ni kuwafurahisha Simba wafurahi. Kwa sababu Simba alichotaka ni adhabu. Kwa hiyo katika engo kama 4, bodi ya ligi wamewasikiliza Simba na wakawapa Simba furaha ambayo Simba walikuwa wanaitaka. Taarifa jana imetoka usiku, Young Africans amesema haipo tayari kupeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa katika dabi yake dhidi ya Simba Sports Club. Unajua dabi yao ishapita tarehe 8 mwezi wa 3, si vinginevyo. Hatua nyingine ama TFF au bodi ya ligi wawapatie Simba alama 3 na pointi 3. Simba tena Yanga. Okay. Yaani hilo ni tamko la kwa nini usiongane na sasa ukiwa mwanachama na shabiki wa Yanga utaachaje kuungana na uongozi wako? Maana kwa sasa wewe unaenda against. Unaambiwaje? Unatakiwa uheshimu mamlaka zilizokuwa duniani. Yaani usipomheshimu rais wa nchi, usipomheshimu rais wa kikundi, hata kama mnafsiu vikoba mna nini, mwenyekiti wenu, rais wenu hata sisi hapa tuna mwenyekiti wetu wa hapa nili station. Akizungumza jambo utachaje kumheshimu. Umeelewa? Kwa hiyo lazima uweke nidhamu kwamba kauli ya timu inasema kwamba sisi tushacheza mechi, yani kwa maana ya timu tuliipeleka, lakini bodi ya ligi kwa maana haikufuata kanuni na utaratibu, na ukiangalia ile barua yenyewe inajieleza wazi. Kwa hiyo kama uongozi unasema hivyo, mimi Meja ni nani nikatae? Mimi naungana na uongozi kwamba kilichofanyika kinatakiwa kikemewe, kwa sababu kimeleta hasara kubwa na kimeleta usumbufu mkubwa sana. Kwa hiyo mimi niko pamoja na Yanga kwa ajili ya hiki ambacho kimetokea, hakikuleta picha nzuri. Kwa sababu inaonekana kwamba hawa wenzetu kama walikuwa wameplani muda mrefu sana hii game wasiicheze. Kama viongozi wa Young Africans wakapeleka timu uwanjani, bodi ya ligi akapanga ratiba, nani analaumiwa? Wakati huo Young Africans mchakataa barua inajieleza. Sasa hapo tena ikitokea hivyo ndio uje uniulize. Sasa unaniuliza kitu ambacho hakijatokea. Unauliza kwa hivyo mimi nikifa itakuwaje? Sasa yani swala unauliza kama nikifa au uwezo wakiingia ndani kwangu utafanyaje? Wakifanya hivyo ndio uje uniulize hilo swali. Wapo tayari kupeleka timu. Sio mimi, nimekwambiaje? Mimi na usikiliza uongozi. Nani utakavyotoa maamuzi. Hata leo ukiniambia na Meja kuanzia leo wewe sio mwanachama wa Yanga, nitashukuru. Mimi siwezi kuupinga uongozi wa Yanga. Umetoa tamko lake, mimi kama mwanachama kulingana na katiba na utaratibu natakiwa nifuate ambavyo viongozi wamesema. Msimamo wa timu ni kwamba hawapeleki timu yani tofauti na hivyo, yani wanamaanisha kwamba wanachohitaji wao ni pointi 3 ambazo wanatakiwa wapewe. Sasa kama watapeleka timu utakuja kunioji tena. Asante sana.